weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, lo, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, na uwazia unyakuo katika makao yetu yaliyobarikiwa huko juu, waliokombolewa wakusanyikapo. Jinsi tutakavyoimba wimbo wa mbinguni katika mji ule wani, waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Kutakuwa na maandamano makubwa kwenye mitaa ya dhahabu, waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, ni muziki ulioje, ni kuimba kulikoje kutaka kuvumishwa kwenye mji huo, waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Watakatifu wataimba habari ya ukombozi kwa sauti angavu na zenye nguvu, waliokombolewa wakusanyikapo. Na kisha malaika wote watasikiliza, kwa maana hawawezi kuimba wimbo huo, waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Kisha Mwokozi atatoa maagizo ya kuandaa ukumbi wa karamu, waliokombolewa wakusanyikapo. Nasi tutausikia mwaliko wake, njooni ninyi mliobarikiwa na Bwana, waliokombolewa wakusanyikapo. Haleluya! Waliokombolewa wakusanyikapo. Nani aliyekombolewa? Weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Mpigieni makofi usiku. Je, unayo furaha kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo leo hii? Sisi ndio tuliokombolewa. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Ubeti wa mwisho. Kisha Mwokozi atatoa maagizo ya kuandaa ukumbi wa karamu, waliokombolewa wakusanyikapo. Nasi tutausikia huyo mwaliko wake, njooni ninyi mliobarikiwa na Bwana, waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, waliokombolewa, waliokombolewa wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Mara moja zaidi. Waliokombolewa, waliokombolewa wakusanyikapo, theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba waliokombolewa wakusanyikapo. Hebu tumpige makofi mara moja zaidi. Utukufu, haleluya. Je, huo si utakuwa wakati wa ajabu?
uko karibu. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi gani nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba, waliokombolewa wakusanyikapo. Bwana asifiwe. Nami ni mko tayari. Uko tayari jinsi gani? Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba, waliokombolewa wakusanyikapo. Ubeti wa kwanza. Lo, na uwazia unyakuo katika makao yetu yaliyobarikiwa huko juu, waliokombolewa wakusanyikapo. Jinsi tutakavyoimba wimbo wa mbinguni katika mji ule wani, waliokombolewa wakusanyikapo. Lo, waliokombolewa wakusanyikapo, wakusanyikapo, weupe kama theluji, huru na dhambi zote. Jinsi nitakavyopaza sauti, jinsi gani nitaimba, waliokombolewa wakusanyikapo. Bwana asifiwe. Utukufu, jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Je, hivi ujisikii tu vizuri? Unajisikia tu vizuri? Amina. Bwana asifiwe. Amina. Maweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni vyema kuwa nyumbani mwa Bwana. Ni vyema kuwa pamoja na waaminio wanaoupenda ujumbe huu kwa moyo wao wote, waliokombolewa. Je, hiyo si ajabu? Lo! Lo! Bwana! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Samahani, nilikuwa nikimwambia tu ndugu Samuel kule nyuma, ninayo ile roho ya Daudi juu yangu leo hii. Ndio. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Sote tunayo ile roho ya Daudi juu yetu. Sisi ndio waliokombolewa. Tunajiona sisi ni nani, tunaona wapi tunakuelekea. Tunajua. Lo, Bwana asifiwe. Hakuna cha kufananisha na uwepo wa Bwana Yesu, nami tayari ninamuhisi yeye hapa asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Najua yeye yuko hapa kwa sababu yuko pamoja na kila mmoja wenu. Hizo ni nguzo nyingi za moto zilizopo huko sasa hivi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ahadi yetu. Nguzo hiyo ya moto iko pamoja nasi popote tunakoenda, iko pamoja nawe. Alisema hata tuacha kamwe, hata tupungukia kamwe. Kwa hiyo yeye yuko pamoja nasi, akiishi katika vyombo vya kibinadamu. Ni heshima na upendeleo ulioje. Mimi ni rafiki wa Yesu. Wow. Lo! Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Samahani kwamba nimechangamka sana. Ningependa kuwakaribisha kila mmoja kutoka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Tuna wageni wengi hapa na wale walio kwenye mawasiliano ya simu. Tuko chini ya matarajio makubwa asubuhi ya leo. Tumekuja hapa kwamba Bwana atatufunulia mambo leo ambayo hajawahi kutufunulia hapo awali. Unaamini hilo? Leo hii tutapata ufunuo zaidi wa kiroho leo, naye atatupatia kuliko tulivyowahi kupata hapo awali. Ni wakati wa kusisimua jinsi gani kujua kwamba unaenda kupata ufunuo zaidi. Unapoingia kwenye mlango huo, yeye ataenda kukuambia zaidi wewe ni nani, kile wewe ulicho, wapi unakoelekea, wapi, kila kitu kukuhusu.
Jina la Bwana limidiwe. Ningependa kuwakaribisha vijana na familia zenu zote maalum za kambi ya Still Waters. Mko wapi? Simameni. Watu wote walio hapa kwa ajili ya kambi ya Still Waters, simameni. Lo, jamani! Vema, tungependa kuwakaribisheni nyote. Natumai kwamba mmekuja mkiwa tayari na mmejitayarisha, kwa sababu tutakuwa na wakati mzuri sana. Na ninaweza kukuahidi utakaporudi nyumbani, wa wazazi wako, babu na bibi zako, na kila mtu ataona badiliko katika maisha yako, kwa sababu yeye anakungoja. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Hapa tuko katika wakati wa mwisho, tukitoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Tunafanya nini? Tunajitayarisha kwa unyakuo, tukijishikilia kwa dakika chache hadi kila kiungo kimejazwa na Roho Mtakatifu. Kisha huyo bibi harusi atapaa juu. Lo jamani, akiwaita watu wake pamoja kwake mwenyewe katika umoja wa kweli na yeye mwenyewe, kwa maana ni Roho wake Mtakatifu mmoja. Bwana sifiwe. Jina la Bwana. Sisi ni nini? Tunaungojea unyakuo. Hilo ndilo tunalofanya hapa, na ukweli ni kwamba unyakuo unaweza kutokea siku hii. Alisema kwa sababu itatokea tu wakati hakuna mtu anaiwazia. Wakati itakapotukia inaenda tu kutukia, na kisha sisi tunaenda kuwako kule. Tumekwisha kujazwa kila kiungo cha mwili wetu na Roho Mtakatifu. Je, hiyo ndiyo haja ya moyo wako? Bwana, kila kiungo cha mwili wangu. Yeye anawaita watu wake pamoja. Yeye anawaunganisha pamoja kwa jambo moja tu liwezalo kufanya hivyo: sauti ya Mungu ya siku hii ya neno lililonenwa. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Asanteni. Mimi siwezi kuwaunganisha watu, bali hiyo sauti inaweza, kwa sababu ni sauti ya Mungu. Hiyo ndiyo inayotuita. Nilikuwa nikipenda yale ndugu Kinhan aliyokuwa akiniambia. Anasema, mimi huamka kila asubuhi, marafiki, papo hapo kila asubuhi mimi hubonyeza kitufe tu, yeye ananiambia habari za asubuhi, rafiki. Huyo ni Bwana Yesu akizungumza nawe. Ikiwa unaamini ujumbe huu, huo ndio ufunuo wa ujumbe huu. Ni Yesu Kristo akizungumza kupitia mwanadamu kukuambia wewe ni mwana na binti wa Mungu. Ni ujumbe wa namna gani tutakaosikia alasiri hii? Yeye atatuambia sote kuhusu ujumbe huu ni wa nani hasa. Unajua, ujumbe sio wa kila mtu, ni kwa watu fulani, naye atakuambia wewe ni nani. Ninapenda yeye anapofanya hilo. Hilo ndilo linalombariki bibi harusi wa Yesu Kristo, yeye anapotuambia mambo hayo. Angalia jinsi yeye anavyoandika haya. Haya si kwa wasioamini, haya ni kwa kanisa. Haya yanaagiziwa walioitwa au waliotakaswa na kuitwa walio katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hilo linatufanya sisi walioitwa watoke, waliotakaswa, waliohesabiwa haki, waliochaguliwa tangu zamani. Ule ujumbe, bibi harusi, hao ndio ambao ujumbe huu unawahusu. Naye yuko hapa akitufanya wana wenye mamlaka leo. Huu ni mchakato wa kufanya wana wenye mamlaka unaoendelea leo. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Amina. Bwana sifiwe. Unajua, unafikiri wakati mwingine, lo, hili litatokea katika siku zijazo, hili litatokea lini, na mchakato huo utachukuliwa lini? Unaendelea, unatendeka sasa hivi. Yeye analifanya hilo. Huo ndio mchakato yeye anaufanya. Tunazidi kumfanana yeye zaidi na zaidi na zaidi. Hilo si ni zuri? Nasi hatukugundua. Yeye ametuambia kwamba siku moja tutanena neno kama tu yeye alivyofanya kwenye ule mvuto wa tatu. Hiyo ni ahadi kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kulinena neno hilo. Nami nadhani sote tunakubali kuwa wakati huo utakapofika, hatutakuwa hapa kwa muda mrefu sana, kwa sababu tutanena kujiondoa wenyewe mali hapa. Jamani, nipeleke nyumbani Bwana Yesu, nipeleke tu nyumbani. Hallelujah. Jina la Bwana limidiwe.
ketini. Nena kuhusu wakati mtukufu tunaoishi. Si tu kwamba tunajua ni nani yule yeye aliyemtuma. Kama nilivyosema, sasa hivi tuko katika kutambua sisi ni nani. Hilo ni muhimu sana, ni muhimu. Hapo ndipo palipo na kutokuelewa daima imekuwa ni mwili. Amina. Daima imekuwa ni kutokuelewa. Ati mnamwabudu mtu. Sisi hatumwabudu mtu. Ninyi hamumtaji Yesu Kristo vya kutosha. Hilo ndilo lote tunalozungumzia. Hilo ndilo yote tunayozungumzia. Amina. Jina la Bwana limediwe. Mwaweza kuketi? Jina la Bwana limediwe. Ni hivyo, ni kutokuelewa kwa watu, lakini huo ndio ufunuo. Wao hawakujua hata wakati Yesu Kristo alipokuwapo hapa duniani, lakini ndivyo ilivyo. Hatuna budi kujua, lazima uwe na uokovu huo. Kristo alikuja duniani kutuokoa kutoka katika dhambi zetu, akawa ile dhabihu kuu iliyokufa msalabani kwa ajili yetu. Lakini katika wakati huu yeye alikuja tena kuonyesha kwamba anaishi na kukaa sasa, na si katika mtu mmoja katika sisi sote, lakini tunaye kiongozi. Yeye alimtuma malaika mjumbe wa 7 amwongoze bibi harusi wake. Yeye ndiye aliyeitwa kumwongoza bibi harusi kwenda kwenye nchi hiyo ya ahadi. Tumesikia wiki iliyopita alisema Musa alijua yeye ndiye angembeba hadi katika nchi ya ahadi, naye bibi harusi analijua hilo pia. Hawangeenda na Dathani mahakamani, wao watadumu na ujumbe. Sisi sio tu kwamba tunajua sisi ni nani, lakini tunajua wapi tunakoelekea. Tunajuaje kwamba sisi tunajua kule tunakoelekea? Kwa sababu Mungu alimtuma nabii wake kule ng'ambo ya pazia la wakati. Yeye alikwenda kule, aliliona hilo, naye alikuona wewe. Aliniona mimi, nilikuwepo kule. Amina. Je, unayo furaha kwa jambo hilo asubuhi ya leo? Amina. Amina. Mungu awabariki. Hilo ni ajabu jinsi gani, na kuwazia jinsi gani hilo lilivyo la thamani. Msikie huyo nabii, kama tulivyomaliza kusikia katika huo mfalme aliyekataliwa pale alipokuwa nalo. Nami ninapenda jinsi alivyo mnyenyekevu sana. Sitaki kujifananisha mwenyewe na Paulo kuwa nilikwenda katika mbingu ya 3, lakini kisha baadaye akaenda na kueleza mbingu ya 3 ni nini, na hapo ndipo yeye alipokuwa. Amina. Amina. Naye aliniona mimi, naye alikuona wewe. Tulikuwepo kule. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini Bwana ashukuriwe kwamba wakati huyo nabii aliporudi, alikuwa pale akifikiri, alikuwa akitazama chini kwenye kitanda kile, naye akajiona amelala papo hapo. Sasa tunawazia kama binadamu ndivyo tunavyofanya. Yeye yuko hapa hivi hapa, kila kitu alichopenda kikiwa papo hapo kwenye kitanda kile. Ilibidi afikirie kuwa mimi ni kijana tu, dada zangu walikuwa wadogo, bado walihitaji kulelewa. Nasi tungefanya nini katika maisha yetu yote? Yeye hakujali, alitaka kubaki papo hapo alipokuwa. Je, yanibidi nirudi kwenye hilo? Sitaki kurudi kwenye kitu hicho. Ninayo furaha sana kwamba yeye alirudi kwenye ule ili aweze kuja kutuambia kuhusu jambo hilo. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mweza kuketi. Wageni 80, sisi tunasimama na kupaza sauti na kupiga makofi sana. Niliwaambia kwamba ninayo roho ya Daudi juu yangu leo. Amina. Je, tunaelekea wapi? Mahali panapoitwa umilele. Hatuwezi hata kulifahamu hilo katika akili zetu. Alisema hakuna tena hofu ya mauti sasa. Hatuna tena hofu ya kifo, kwa sababu yeye alituonyesha ni wapi tunakoelekea. Anasema kabla ya mzishi kupata mwili wako, tayari tumeketi katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tuko mle ndani pamoja na watakatifu hao wote kwa wakati mmoja. Alisema kuwa hilo lingekuwa kila kitu, sio wakati uliopita, si jana, si leo, yote ni wakati uliopo.
Jina la Bwana limidiwe. Nasi tulikuwa kule tukiakisi katika mavazi meupe. Alisema sisi sote tulikuwa tumevaa mavazi meupe, nasi tulikuwa katika upendo mkamilifu. Sasa kama tunaweza tu kuonyesha kila mtu upendo tulionao kwa ujumbe huu na kwa Bwana Yesu, sisi ni barua zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote. Hiyo ndiyo Biblia pekee ambayo mtu yeyote atakayoona, naye ametupa fursa ya kuuishi ujumbe huu mbele ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Sasa tuko katika mchakato wa kujiweka tayari. Ni mchakato kama ule tuliomaliza kuzungumza. Ni mchakato ndio unaoendelea. Halitendeki tu jinsi hiyo. Mungu anao wakati, anapo mahali, anayo majira. Nasi tunaamini tuko katika huo wakati wenyewe, mahali hapo, na sasa tuko katika majira yenyewe. Sisi ni maembe yaliyoiva. Amina, amina. Tutairithi ahadi hiyo kuu ambayo ni kwa ajili yetu. Sasa itabidi tuipiganie, alisema. Tunapigania kila inchi yake. Hili ni zuri, lakini tunapopambana kila sehemu yake. Lakini ninayo habari njema kwa ajili yako. Ulishinda. Tulishinda. Kwa hivyo ni rahisi kupigana. Amina, amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Siwezi kukumbuka sasa hivi. Ndugu Branham anazungumza juu ya yule mnyanyasaji ambaye sheriff alimtembelea. Huyo alikuwa nani? Nimelisahau jina lake. Kumbuka anasema sasa itabidi unipige. Anaendelea. Bwana asifiwe. Hilo ndilo ninalopaswa kufanya baadaye. Akalivua koti lake na kumpiga nusu la kuua na kumwongoza kwa Bwana. Ni vizuri kupambana na shetani wakati unajua utavishinda vita. Si rahisi, na unapigwa nao unapata makovu. Nasi sote tunapata makovu, lakini sisi tunao ushindi kwa sababu sisi ni wana na binti za Mungu, nasi tunayo hiyo ahadi. Wewe ishikilie tu, endelea tu kuiangalia ahadi. Jina la Bwana limidiwe. Sote tunalo jukumu kubwa, nasi tutalisikia hilo leo, nalo linapaswa kututikisa hadi nyayo za miguu yetu. Alisema tabia zetu mbaya au dhambi zetu zisizotubiwa zinaweza kulisababisha kanisa kushindwa vibaya. Sasa hakuna mtu nje huko ambaye haguswi na hilo. Ninyi vijana, ninyi wazee, ninyi watu wa makamo, hakuna mtu ambaye ameachwa bila kuguswa na hilo. Alisema lazima uhakikishe kuwa maisha yako yako sawa. Hakuna dhambi isiyotubiwa. Hatupaswi kuwa na tabia mbaya, tunapaswa kuliishi neno hili. Hatuna budi kuwa neno hilo, na tunawajibika kufanya hivyo. Lazima tujichunguze kila siku. Sio kila siku, kila dakika, kila sekunde ya maisha yetu. Alisema tunahitaji kuitisha mfungo na kuomba ili kudhikika mbele za Bwana. Na kama vile kanisa hili na mahali lilivyo tunavyolijua hapa, tumekuwa tukijaribu kufanya hivyo, kukaa katika maombi. Hakuna kitu kilicho muhimu zaidi kuliko maisha yako ya maombi. Hilo litabadilisha maisha yako. Unabudi kukaa katika maombi kila mara, wakati wote. Mimi sitaki kuwa yule anayezuia kuja kwa Bwana. Je, sote tunaweza kusema amina kwa hilo? Anasema kwamba kutokuamini kwetu au tabia mbaya inaweza kusababisha mtu fulani kutopokea uponyaji wao. Bwana jaliwa iwe isiwe ni mimi. Basi hebu tujikague, hebu tuhakikishe tunazo baraka hizi zote kuu za rohoni. Bwana nazitaka kwa ajili yangu. Amina. Wakati ni sasa, inabidi tujiandae. Hicho ndicho tunachofanya hapa. Tunajua kuwa kuna jambo fulani linalojiandaa kutukia. Nani anajua jambo hilo? Ndiyo, tunalihisi. Linajiandaa kutukia kwa sababu hiyo Baba anamuunganisha, na hivyo ni wakati yeye anamuunganisha bibi harusi, wakati anawakusanya ninyi pamoja. Wakati alipofanya hivyo daima, basi kuna jambo lilitukia. Nasi tunaweza kuliona hilo likitendeka sasa hivi. Bibi harusi akijikusanya pamoja chini ya neno hili. Alifanya hivyo, aliwakusanya pamoja, alipowakusanya pamoja katika chumba cha juu. Na wakati walipofika pale, ilibidi wasubiri kwa muda kidogo, lakini kisha yeye akaja. Amina, amina. Yeye anamuunganisha bibi harusi huyo kwa sauti hii. Tunaketi wapi leo? Katika mahali pa mbinguni. Sasa si popote pale, bali mahali pa mbinguni. Tumekusanyika katika mbingu. Ina maana kwamba hapo ndipo mahali pa mwaminio. Mahali petu leo ni kuketi pamoja katika mahali pa mbinguni. Tumekujaje kwenye ibada ya leo?
Nimeomba vya kutosha. Umeomba vya kutosha. Kanisa limeomba vya kutosha, nasi tuko tayari kwa ujumbe. Je, umeomba vya kutosha nawe uko tayari kwa ujumbe leo? Amina. Nasi tumekusanyika pamoja kama watakatifu walioitwa watoke, waliobatizwa na Roho Mtakatifu, tumejazwa na baraka za Mungu, tumeitwa, tukateuliwa, tumeketi pamoja mahali pa mbinguni. Sasa sisi ni wa kimbinguni katika nafsi zetu. Roho zetu zimetuleta katika hali ya kimbinguni. Lo, ndugu, haya basi, hali ya kimbinguni. Unapenda hali ya kimbinguni? Tumeitwa, tumechaguliwa na kuomba vya kutosha leo. Amina. Na sasa tumeketi pamoja katika hali ya kimbinguni. Je, unaamini kwamba tumeketi pamoja katika hali ya kimbinguni? Je, unauhisi uwepo wa Roho Mtakatifu papa hapa sasa hivi? Je, uko tayari kwa kile Bwana Yesu anakwenda kukupa leo? Utasikia sauti ya Mungu ikisema nawe leo, sauti ya Mungu iliyorekodiwa. Hiyo ina maana gani kwetu usiku wa leo? Lo, nini kinaweza kutokea usiku wa leo? Amina. Unapaswa uwe na amina kwa hilo. Nini kinaweza kututokea usiku wa leo? Kungetokea nini usiku wa leo kama tungekuwa tumeketi hapa katika hali ya kimbinguni, huku Roho Mtakatifu anatembea katika kila moyo ambao umezaliwa upya na ukawa kiumbe kipya katika Kristo Yesu, dhambi zote zikiwa chini ya damu, katika ibada kamilifu, huku tumemwinulia Mungu mikono yetu na mioyo yetu imeinuliwa, tumeketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, tukiabudu pamoja katika mahali pa mbinguni. Je, hao ni sisi? Amina. Ndipo uponyaji wa kiungu, kutangulia kujua, ufunuo, maono, nguvu, lugha, tafsiri, hekima, maarifa, baraka zote za kimbinguni, na furaha isiyoneneka na iliyojawa na utukufu. Kila moyo umejazwa na Roho, tukitembea pamoja, tukiketi pamoja katika mahali pa mbinguni. Hakuna wazo moja baya kati yetu, hakuna hata sigara moja inayovutwa, hakuna nguo moja fupi, hakuna jambo hili lile au lingine, hakuna wazo baya, hakuna aliye na neno dhidi ya mwingine, kila mtu akizungumza katika upendo na upatanifu, kila mtu katika moyo mmoja na mahali pamoja. Hicho hapo kile ninachokitaka usiku wa leo. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. If you believe that, kama unaamini jambo hilo nawe unataka jambo hilo, kama hiyo kweli ndiyo nia ya moyo wako usiku wa leo, ambayo ninaamini kweli ndiyo ya kila mwana wa kweli aliyezaliwa mara ya pili wa Mungu, ambaye anampenda Bwana Yesu, anayeupenda ujumbe huu kwa moyo wao wote, tunajua ya kwamba sauti hiyo iko hai. Ni neno lililo hai linalozungumza na bibi harusi wa Yesu Kristo, lililorekodiwa, lililohifadhiwa miaka mingi iliyopita ili upate kulisikia leo. Ufunuo unaokuja kwa ajili yetu leo. Unasema, lakini huo umehubiriwa muda mrefu uliopita. Biblia ilinenwa zamani sana pia, lakini ni neno lililo hai. Ujumbe huu ni neno lililo hai. Yeye anaenda kukuita usiku wa leo. Atafanya hivyo. Atakuwa akizungumza na wewe, jina lako, na mambo hayo yote aliyosema hivi punde, ambayo mnamsikia yeye akisema, kama tutaamini jambo hilo na kutaka jambo hilo mioyoni mwetu usiku wa leo mara moja zaidi. Je, unalitaka hilo? Je, hilo liko moyoni mwako usiku wa leo, kwamba kweli ungetaka jambo hilo? Hiki hapa kile ambacho kinaweza kutokea. Ndipo kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama upepo wa nguvu ukienda kasi. Huo hapo ukweli wa jambo hilo papo hapo, ndugu na dada. Yule upepo wa nguvu ukienda kasi yuko papa hapa sasa hivi. Yule upepo wa nguvu ukienda kasi yuko hapa sasa hivi, ili kutupa haja za mioyo yetu kufanana zaidi na yeye. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Jinsi gani tunavyokupenda wewe Bwana Yesu, jinsi gani tunavyokushukuru kwa neno hilo. Ni kila kitu kwetu. Ni wakati ulioje tunaoishi. Ni wakati wa jinsi gani kwa wakati. Tuko kwenye saa za mwisho za kumalizia wakati, nao uwepo wa Bwana upo papa hapa pamoja nasi sasa hivi.
Mungu aliye hai, anayeishi kupitia bibi harusi wake aliye hai. Nawe ndiwe bibi harusi huyo aliye hai. Je, huo ndio ufunuo ulio moyoni mwako leo, ya kwamba wewe ndiye bibi harusi aliye hai wa Yesu Kristo? Mnajua bila shaka kwamba ninyi ni wana na binti za Mungu. Sisi sote tuna tofauti zetu na mawazo yetu tofauti, kila kitu kingine, lakini unajua moyoni mwako una kushindwa kwako, kupanda na kushuka, lakini unajua kwamba wewe ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Umechaguliwa tangu asili, ulikusudiwa tangu zamani, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hata hivyo, yeye alijua mngekuwa hapa leo kukisikia chakula hiki kilichohifadhiwa, ili yeye awaambie kwamba mtafanywa wana wenye mamlaka na binti zake wenye mamlaka. Chochote mtakachofunga duniani nitakifunga mbinguni. Inasema hata huna haja ya kuomba, mnachotakiwa tu kufanya ni kuwekeana mikono juu ya mmoja kwa mwingine. Hiyo ndiyo nguvu ya ujumbe huu. Kwa kweli tuko mbele za Yehova. Tuko mbele ya Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Shida zinatoweka. Kweli Bwana Yesu. Mioyo inagangwa katika uwepo wa mfalme. Hebu tuimbe kwa mara nyingine tena, wakati ninapomwalika ndugu yetu David Sanga aje na kuyachukua maombi haya. Tuko mbele ya Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Shida zinatoweka, mioyo inagangwa katika uwepo wa mfalme. Amina. Hebu tuinamishe mioyo yetu kwa unyenyekevu. Baba yetu wa mbinguni, mwenye neema, mwenye upendo, tunainamisha mioyo yetu na vichwa vyetu kwenye mavumbi ya ardhi, Bwana, tukijinyenyekeza mbele zako asubuhi ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa uwepo wako hapa asubuhi ya leo, Bwana, kwa wema wako kwetu. Mungu, kwa ajili ya siku hii nzuri ya Bwana ambayo umetupa, Baba, tuje nyumbani mwako Bwana na tukuabudu katika roho na kweli. Bwana, tunakushukuru kwa nafasi hii Bwana, kuwa katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, ambapo unaweza kuzimwaga baraka zote zako za rohoni juu yetu. Mungu, kutana na kila hitaji kwa kadiri ya utajiri wako katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Tunakushukuru kwa upendeleo huu Bwana. Tuko hapa kujikabidhi kwako, kuonyesha heshima yetu kwa neno lako Bwana, kuheshimu ufufuo siku hii Bwana. Mbariki kila mmoja aliyekuja Bwana. Tubariki katika jina la Yesu Kristo leo tunapojikabidhi kwako. Kutana na kila ombi Bwana, yale ambayo tumeyasoma kwenye skrini ya asubuhi ya leo Bwana. Dada mwenye maumivu mkononi mwake Bwana, familia ya Mosley Bwana, uwafariji Bwana, uwazungushie mikono yako ya upendo Bwana, nao wapate faraja yako. Dada huko Brazil Bwana, kila mmoja ya maombi hayo tunayoshikilia mbele ya kiti chako cha neema asubuhi ya leo Bwana, tukijua ya kwamba unayakumbuka Bwana. Ibariki kambi inayokuja wiki hii Bwana, na umbariki ndugu
Joseph Bwana, na umpe hekima yako na mwongozo Bwana, na upako wa Roho wako Mtakatifu na uvuvio anaohitaji Bwana. Yaelekeze tu yote. Mbariki kila mwongozaji wa watu wa kambi, kila msimamizi Bwana, kila mfanyakazi Bwana, na hasa kila mwanakambi Bwana Yesu. Kutana na kila hitaji Bwana, wale wanaohitaji kutiwa moyo Bwana. Uinuliwe Baba wale wanaohitaji wokovu, wale wanaohitaji Roho wako Mtakatifu Bwana. Jalia uje Bwana na umjaze tu kila mmoja Bwana. Ubariki ujumbe huu sasa ambao tunakaribia kuujilisha Bwana. Tunakushukuru kwa chakula hiki kilichohifadhiwa, kwa sauti yako kwetu Bwana katika siku hii. Baba, naomba utabariki kila mmoja Bwana tunapojilisha neno lako. Na sisi Bwana, jalia tuje sehemu yetu mahali petu Bwana. Tunakushukuru kwamba Roho wako Mtakatifu yuko hapa kutufundisha asubuhi ya leo Bwana, kutoka kwenye neno lako, na tuwe watendaji wa neno na si wasikiaji tu. Tunapoondoka mahali hapa Bwana, na tuweze kusema kama wale wawili waliokuwa njiani kuelekea Emau, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu wakati wewe ulipozungumza nasi njiani? Baba, tunakushukuru kwa sauti yako sasa Bwana. Ubarikiwe kwa kila moyo, tunaomba katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu tunaomba haya. Amina. Tuko mbele ya Yehova, Mungu mweza yote, Mfalme wa amani. Shida zinatoweka, mioyo inagangwa katika uwepo wa Mfalme. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi.